Mheshimiwa mkuu wa mkoa na waziri, unaona hiyo misingi ilivyojengwa. Hiyo misingi inatuzuia sisi na watoto wetu. Mfano pale mzuri kule mtaa ule na usema mimi wa Mbugani. Watoto wanatoka mtaa ule kule wanaenda kusoma shule ya msingi Mbugani. Lakini pale ule mtaa watoto hawawezi kuvuka. Vile vile tuko kwenye huu mtaa Masangu ambapo huu mtaa hapa pana masoko nini, watu wote kutoka tunakuja hapa. Lakini kiangalia tu hapa Mheshimiwa mkuu wa mkoa na waziri, huwezi kuvuka hapa. Kuvuka ni shida. Tunashukuru sana kwa uongozi wa Mama Samia kwa kututembelea na kutujali. Kama mimi ningekuwa kiongozi, huyu anatuachia mitambo yote inakuwa mali ya kijiji anaenda. Ule uharibifu. Silanganyi. Barabara hii ni barabara, maana yake inawafikisha wananchi sokoni. Ni barabara inayowafikisha wananchi mashambani. Ni barabara inayotengeneza kesho bora ya watoto wetu. Mwingine anasema hapa, ndugu Aule amesema vizuri, kulikuwa na culvert kubwa sana, hata ukinyosha hivi yeye akiingia, kwa maana ilikuwa linaruhusu maji mengi yaweze kupita. Lililowekwa leo mmeweka kinyume, mmeondoa kubwa, mmeweka dogo. Kwa hivyo ndugu mkandarasi na meneja wangu wa TANROADS, ni lazima mbadilishe. Kwa hivyo tunataka hii barabara ya Amani Makolo badala kuwa kero, badala iwe ni furaha na tabasamu kwa watu. Na wamesema vizuri juu ya kwamba mbona yanayofanywa yanaonekana yako chini ya kiwango, haswa hayo makalavati. Njoo yakague, maji yanayopita ni mengi, kalavati ni dogo. Kwa hivyo hilo linapelekea maji yanaweza yakatoka yakaingia majumbani mwa watu. Rekebisheni haraka. Mmezungumza mathalani taa. Taa ni kitu kizuri, watoto wanakitaka hapa, maana watafanya biashara usiku na mchana. Maneno yako mhandisi ni kwamba mpaka umalize ufike Ndumbi huko. Ukishamaliza kufika Ndumbi ndio utarudi tena kuja kutuwekea taa. Tutakuwa tayari barabara tushaizoea we. Sisi wananchi hapa tunataka taa hii leo. Wewe umesema unazo 800. Jenga hiyo mitaro, na kwa sababu barabara ya lami imeshakuwa iko tayari hapa Amani Makolo, wewe utuwekee sasa hivi hizo taa ili tuanze kuzifurahikia. Sasa mkandarasi, wewe njoo, nasema niondoke na wewe. Kwa hivyo maana yake bado hawaja kuona faida yako unaoifanya. Mitaro hiyo nimeshaagiza mfanye maboresho haraka, msisubiri. Kama mnapiga kilomita 5, mule mnakopiga mnamaliza baadhi ya vitu vya msingi vyote. Moja, vivuko. Kwa kivuko hakiwezi kumsubiri mtu mpaka kesho, anapita leo. Na fedha hamtudai, sisi tunawadai nyie, tunawadai mfanye kazi. Kwa hivyo tutawasumbueni sana. Sasa tunataka mfanye kazi yetu na mtuambie hii kazi itakamilika lini. Awali yote naomba kutanguliza radhi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye alipita kwenye barabara hii na kukuta haijakamilika kama ilivyokuwa imetarajiwa. Ndio. Tunaomba sana msamaha. Naomba tufikishie msamaha huo kwa Mheshimiwa Waziri. Mwajiri wetu meneja wa TANROADS, kikao ambacho tulikaa mwezi Septemba na kukubaliana baadhi ya mambo ikiwemo ya kutekeleza kuweka lami katika vijiji ambavyo na kuondoa adha ya vumbi katika wananchi wa wilaya, wananchi wa eneo hili kutoka hapa Amani Makolo mpaka Rwanda. Tulianza na Amani Makolo, tumeshakamilisha. Adha ya vumbi ilikuwa ni kubwa sana. Matumaini yetu mpaka kufikia mwezi wa pili tutakuwa tumeweka lami, maana tuliagiza lami mwezi Oktoba Dubai, ambapo tunategemea kabla ya mwezi wa Januari kuisha tuanze utekelezaji wa kuweka lami. Tufikishie salamu zetu kwa Waziri Mkuu, tutatekeleza hii barabara na itaisha kwa wakati, kwa sababu mpaka sasa hivi hatujasimama, tunaendelea na kazi zile ambazo zinaruhusu kufanya kipindi cha mvua. Mradi huu Mheshimiwa Waziri unaanzia Kitahi kuelekea Rwanda mpaka Lituhi. Jumla ya barabara hii yote ina kilomita 85 takriban, na mradi huu unatekelezwa na mkandarasi CRSG kutoka China kwa gharama ya fedha za Kitanzania bilioni 60.4. Mradi huu Mheshimiwa Waziri ulianza
tarehe 15 Juni mwaka 2022. Tarehe mpya sasa ya kukamilika mradi huu tumepanga iwe tarehe 26 Aprili 2026.